mtoto wa tajiri na maskini wakisoma wanakuwa sawa. Na ndio sababu hiyo nimeweka pesa nyingi kwa mambo ya masomo. Kwa miaka miwili tumeajiri walimu 76,000 wa kutusaidia kusomesha watoto wetu, na tumejenga madarasa 17,000 ya watoto wetu kusoma. Niliambia waheshimiwa wabunge wa Nairobi, hii Nairobi ndio bado iko na shida kubwa, hakuna madarasa ya kutosha ya watoto wa Nairobi kusoma. Ile NHIF ya zamani ilikuwa ni ya watu ambao wako na kazi na wako na uwezo, lakini muliniambia ya kwamba tuwe na afya ama mpango ya afya ambayo haina ubaguzi. Mtu mwenye ako na kazi ashughulikiwe, mwenye hana kazi ashughulikiwe, mwenye ako na uwezo ashughulikiwe, mwenye hana uwezo pia anaenda hospitali pia atimizwe haja yake. Kwa hivyo mimi nawauliza watu wa Tena na watu wa Embakasi, sasa tuko na bima ya afya ya UHC ama Taifa Care ama SHA. Mimi nawauliza kila mmoja wenu mjiandikishe. Hakuna mtu ambaye atazuiwa kujiandikisha, ni bure. Tumesema ya kwamba yule mwenye uwezo alipe kulingana na uwezo wake, lakini yule hana uwezo, sisi kama serikali tutakulipia. Ndio kila Mkenya awe na bima ya afya, mtu asiende hospitali tena atibiwe na aulizwe pesa yoyote. Watu wa Tena, mnakubali tuendelee pamoja ama tuendelee? Tuendelee pamoja jameni. Rais amekuja hapa ni kwa sababu ya elimu ya watoto wa Mathare. Elimu ndio itasawazisha watoto wetu wote wa Kenya ili tuwe taifa nzuri. Kitu ya pili ambayo imeleta rais hapa ni kuhakikisha kwamba hii Kenya yetu mambo ya maendeleo imechukua nafasi ya kwanza kabla ya mambo ya siasa. Jambo la mwisho ambalo limeleta rais hapa ni kusema ya kwamba ili nchi yetu isonge mbele lazima tuwe nchi moja, taifa moja, tuachane na ubaguzi wa vyama, ya ukabila, ya dini, tuwe taifa moja.